Karibu ndugu mtazamaji wa Ubembe TV kupata habari mpya za kila siku. Hii ni Ubembe TV. Basi leo tutazungumzia kuhusu jamadari wa Uganda kutoa neno kama atapiga wazalendo waliositikivu. Fuata basi Ubembe TV. Sema kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa majeshi ya Uganda UPDF na mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, alisema jana Jumapili kwamba vikosi vya Uganda na vile vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vitawashambulia wazalendo popote watakapowakuta na kuwaita hao wazalendo ni nguvu hasi baada ya ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali nilifanya mahojiano na Kapele Mutachi. Naweza kuanza na kusema kama ni sikitiko kubwa kwenye serikali yetu ya Kongo, kwa maana serikali yenye iko imara haiwezi kutumikisha jeshi la nje kwa ajili ya kuja kumalizana na mgogoro wenyewe hakukwenda kuanzishwa na sisi, kwa maana jeshi la Uganda miaka mingi huko nyuma tayari limekuja Kongo linapigana na ADF. Hatujaona resulta yoyote yenyewe inakwenda kuonesha kama amani kule tayari imesharudi. Kila siku kwa siku watu wanachinjwa, watu wanauawa. Mimi nawazia vitu nimesema kama nasikitiko ya serikali yetu inaonesha kama viongozi hatuna. Yani nchi inabebwa kama viongozi wenye wako na mwelekeo wa kwenda kuprotege maboda zetu. Kwa maana hiyo kwetu sisi tunaona kama ni fabrikasio tu yenyewe inatumiwa kila siku na jeshi la Uganda kusema kama pako ADF wajua wenyewe kuingia ndani ya Kongo, kwa maana napasha ujue kama vita hiyo kama vita vya uchumi Uganda najua wenyewe nafaka ndani ya nchi ya Kongo. Kapele, makundi mengi ya wazalendo huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yako upande wa serikali, na ni serikali hiyo ya DRC ambayo tunaambiwa kwamba imekubaliana na jeshi la ulinzi la Uganda UPDF kuwasaka wale ambao wanasaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii kwa namna nyingine tunaweza tukasema kwamba serikali ya DRC imewasaliti wazalendo? Hiyo kwa jinsi mambo yanavyoonekana kweli ni usaliti, kwa maana wakati vita vilivyoanza, kama unafuata kauli ya serikali yetu, imesema kama nchi yetu imevamiwa. Na nchi wakati inavamiwa, katiba ya nchi kwenye kipengele chake cha 63 kinaongea kama wakati nchi inavyovamiwa na watu wavamizwa kutoka nje, kama jinsi serikali imekwenda kutuambia kama tunavamiwa, inabidi waraia wa nchi washimame waende wafanye uzalendo. Ule ni uzalendo wa kwenda kudefend nchi yao. Ila serikali leo inarudi tena kusema kama mikataba yake na Uganda watakimbizana na wazalendo wenyewe waliofanya kazi ya kusegemea ndani ya serikali ya kwenda kusaidia kwa jamii matatizo tulikuwa tumekumbana kufuatana jinsi na serikali tena imekwenda kudanganya. Hii inaonyesha kwa serikali hili danganya watoto wetu waende wafe, wakati tayari serikali ilikuwa kuwa na mpango wake, kwa najua ni vitu kwa vinapitika. So hiyo kabisa ni usaliti. Na endapo hili la kuwasaka wazalendo litafanyika kama linavyozungumzwa, unadhani litakuwa na madhara gani hapo baadaye? Madhara yatakuwa mengi, kwa maana usalama hutakuwepo. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni raia. Huyo mzalendo akiamua kuweka nguo yake ya kijeshi anavaa na anaingia kwa raia na silaha yake ameweka ndani ya nyumba, italeta usalama kuwa mdogo. Mimi nawazia mpango huyu wenyewe serikali imekwenda kukamata na nani ya Uganda kabisa tena kwenda kufanya usalama tena usiku kuwa mwingi, kwa maana vijana wamedanganya kusema kama hivi ni vita vya uvamizi, na vijana wakajitoa, na kwa ile kujitoa kwao wakiona kama tena wamesalitiwa, hawengi hawatakubaliana kwenda kwa hiyo program yenyewe. Wanasema kama watakwenda kuwa demobilize, waende kuwapitisha sijui kama ni vitu gani watoe ndani ya hiyo hali au wapigwe kabisa watoke. So wale vijana watapotea huko ndani, wadogo watatoka wenyewe wataenda kuogopa hila, lakini usalama uteko mikono ya wale wazalendo zitakwenda zinatembea mle ndani. Na wakati mtu atakuwa na shida ya pesa, anaweza kutumia silaha na kwenda navamia watu usiku na napora mali yao. Kitu ambacho watu wengi wanajiuliza bila majibu ni kwa nini taarifa itolewe na jeshi la nje badala ya jeshi la ndani. Ni kitu gani ambacho wazalendo wanatakiwa kujifunza kutokana na kauli hiyo ambayo ilitolewa na mkuu wa majeshi ya Uganda Muhoozi Kainerugaba? Kwanza ni sikitiko sana, ni sikitiko, na ndio nimeanza kusema kama hatuna serikali na hatuna viongozi. Kwa maana haya mambo yote yako yanapitika, hayapiti kwenye bunge,
Hata wabunge sijui mambo yanafikia watu, wanafikia kwenye nani. Wazalendo na wazia, tukirudi huko nyuma kiongozi, nitachukua dakika ndogo tu. Hii jina la uzalendo ukiangalia limeanziwa huko mbali. Kwa juu ukiangalia kwenye uongozi wa Kongo kuanzia 1965 huko nyuma, mabebero wazungu wa Kibeleji na Kimarekani wamekaa chini huko Belgium. Ilikuwa ni tarehe 24 kama mwezi wa 9 1965, wakakwenda kutrace class politique congolaise. Kama watuambia wakati Mobutu wataenda, Wakongomani watabebwa ndani ya magrupu ya coalition. Patakuwa coalition ya vyama vya siasa vyenye vitakuwa Kongo, vyenye vitatetea maslahi ya Wabeleji na warafiki zao. Patakuwa grupu nyingine ya pili yenye itakwenda kuwa ni coalition ya magrupu za siasa zenye zinatetea mali ya Marekani na marafiki zao. Na patakuwa grupu ya tatu walio kusema wakati hizi hao watu wawili wanapigana kama jinsi tuko tunaona leo, watakwenda kuleta grupu ya tatu au watu wataenda kuitwa, wanawaita kwenye jina la Kifaransa wa traite national. Watakuja na maneno ya uzalendo kama tuliyoyasikia kule nyuma yetu. Tulisemewa kwenye Kifaransa kuanzia hapo Goma tutagusa Kigali. Tuliambiwa kama Goma imekamatwa hapo siku mbili. Tuliambiwa kama serikali itakwenda kufanya vita vikali ya kuchukua hiyo paka na kwenda kuzimisha ile raia yenye itakaa. Grupu ya mwisho waliogopa sana hao mabebero ni grupu ya wazalendo. Hao wazalendo wametoka huko kuanzia wakati wa Lumumba, wakaenda sasa ngambo ya Bwana Pierre Mulele, na wamekwenda kuandikiwa kwenye vitabu kama ndio watu wenye watakwenda kuleta ukombozi wa nchi. Hila matatizo hipo ndani katikati yao, wanashindwa kuwa na komandema moja yenye inaweza kuwafanya ile force ya kwenda kuigeuza kuwa vita vya wafanyakazi wa maskini wa Kongo, kwenda kupigana na zile force za mabebero zinatumikisha wafanyakazi wetu wa ndani waendelee wanatoganyamiza sisi raia ndogo ndogo. So hiyo force kwa hivi iko na njia mbili, ipotee wala sijiunge pamoja, iwe na komandema moja yenye itakuwa independent, itoke kwenye mikono ya serikali, kwa maana serikali tayari imeshawafanya. Unijibu kwa uchache kabisa. Umezungumzia swala la wazalendo kujiondoa kwa serikali kuweza kujitetea au kujitegemea wenyewe, na unadhani endapo wazalendo hawatoshirikishwa katika mchakato wa kuipigania nchi yao, hali hii kwa namna unavyoona inaweza kudumaza au kuchelewesha kiasi gani mchakato wa kurejesha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kuleta amani Kongo pana njia mbili. Pako njia moja inaweza ni njia ya amani. Na hiyo njia ya amani kama wafanyasiasa wenye wako ndani ya Kongo wanakubaliana na programu ya kuikaa fasi moja. Ila ukiangalia watu wanachezana mpira. Kwenye wazalendo na wenyewe wanaweza kuchezeshwa mpira, hawajui wako huku wanabeba huku. Na pako ingine njia moja ni njia ya kuleta amani kwa mapigano. Tuseme tunatoa ile serikali iliyokuwepo na watu wanaanza kitu kipya kenye kitaanza kuleta mambo mapya. Sasa wazalendo hii hali yote nyiko inapitika wala ngambo zote unakuja kujikuta hawapo huku wala hawapo hapa. Hila kama wanaweza katikati yao, kwa maana makundi ni mengi, wakumbuke misho yao yenye itokea huku kuanzia kwa Lumumba. Yeye imesema kama ni force yenye itakwenda kufere esheke wale wa comprador hivi vizimgara vyenye vinaziko ndani ya nchi vinatuumiza, vile vinaingiza hadui, na wanaweza kwenda kudhibiti wale watu na kwenda kuleta line yenye nchi inaweza kwenda kuleta amani yenye raia peke yake hata kwenda kuleta. Kama wahusishwi, stability itaendelea. Amwe kama wataenda kufanya mambo yenye itakamata kila kundi lote lenye linahusika kwa hii masuala yenye hapo. Watu wafanye ile inaitwa dialogue national, wakuwe truth and reconciliation, yenye watu wataenda kukubali kusema tumeshapigana sana, tumefika mwisho wa kupigana, acha tusameane na tulete amani na tuanze kuwaza mambo ya maendeleo ya nchi yetu. Kama hiyo haitokuwepo, kama tutaenda mwizi njia za wako na tubeba za ujanja, Tshisekedi ngambo yake wanakwenda huko Marekani, wanakwenda Doha, wengine sijui wako huko Goma wanafanya consultation, huko watu wa madini na wenyewe wanafanya mipango yao. Kama hawa watu wahusishi, wazalendo wahusiki kwa hii mambo, kwa maana ni watoto wa mji. Mzalendo nile tunasema patriot, ni watoto wa nchi na wanajua matatizo yao, na ndio maana wanatoa mili yao na damu yao kwa ajili ya kwenda kudefend land yao.
kama wahusishi na kama mambo yataenda kufanya kuwa kipande, hali itakuwa ni vigumu sana kuleta amani. Asante sana kutufuata kabisa kwenye Ubembe TV. Basi tunaishi hapa. Hii ni habari ya size kabisa ya Duzere. Asante sana kabisa. Basi tukutanane jioni. Usikose kusambaza, kusubscribe kwa watu wengine, kupartage, kulike. Hii ni habari ya kila siku. Hii ni Ubembe TV.